Umsifu Yesu Kristo. Katika Injili tulisikia hivi punde Yesu amewapa makundi mawili. Kundi la kwanza amewaita watoto wachanga. Kundi hili ambalo Yesu ndio zuri kwake, hawa ni kundi ambalo wanategemea imani yao kwa Mwenyezi Mungu, majaliwa yao kwa Mwenyezi Mungu, maisha yao kila kitu ni kwa Mwenyezi Mungu. Na kundi la pili ya hekima na akili, hawa ni watu ambao wanategemea busara zao, uchumi wao, utajiri wao, nguvu zao, kila kitu kwa akili zao. Matendo yao yanasahau kwamba kuna uwepo wa Mungu katika maisha. Katika utangulizi wa wasifu wa marehemu mzee wetu Rwimbo, katibu amekumbusha mambo ambayo mzee wetu huyu marehemu alikuwa anayaamini na anayaishi. Marehemu mzee Rwimbo alikuwa anaamini juu ya kuwa na kiasi katika maisha. Kwa yeye kile kitu anakuambia ni kidogo kidogo. Sio unakula we, unakunywa we, unalala we. Kila kitu kidogo kidogo. Imani yake ni katika kiasi. Lakini pia ujasiri. Mzee huyu alikuwa anapenda kujiita na kutuita sisi wengine mtoto wa kiume, we mwanaume, gangamana, kuwa jasiri, jiamini, jikaze. Jimbo la wanaume hili ndio baba. Hatuna padi ambaye mwanamke, lakini yeye ina maana kwamba sisi mapadi na mtoto wa kiume lazima tuwe jasiri katika kupambana na maisha yetu. Akahimiza ukakamavu, uvumilivu katika maisha, hasa wakati wa mahangaiko na shida mbalimbali. Wakati fulani nimtembelea alipokuwa Kionda, tulikuwa mimi, yeye marehemu, paroko wake na fateri moja. Akasema, mimi nikifa sio unalia mpaka mnazimia, kidogo tu, machozi kidogo tu, baada ya kumaliza mnazika. Na maneno haya si ya kubuni tu, yalikuwa kutoka katika moyo wake. Kwa hiyo kiasi kwake ipo katika moyo wake, katika akili yake. Lakini pia mchapakazi, mtu wa ukarimu, anayejali wengine. Tunamshukuru Mungu kwa maisha ya mzee huyu. Tangu amezaliwa amekabidhiwa kanisani kwa kubatizwa, akajisikia wito, akaitwa, akaitika, akawa padri. Lakini bado akaamini kwamba Mungu ndiye mtetezi wake mwaminifu, ambaye atamsaidia, kumuongoza na kumjali katika kila kitu katika maisha yake. Aliamini kama alivyoamini Ayubu kwamba mtetezi wake yu hai katika shida,
mateso, kukataliwa, wakati mwingine maumivu na upeke, Mungu alikuwa msaada wake. Haya ambayo yalitisha maisha yake, yalitishia uhusiano wake na Mwenyezi Mungu, lakini alikimbilia huruma ya Mungu, akajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yake aliyomjalia, kwa utume wake na ushuhuda wake. Alitoa maisha yake katika utume wake, misaada mbalimbali kwa wengine, na yeye kuwa mfano wa maisha ya kumfuata Yesu Kristo. Mzee Rwimbo amekuwa shahidi na mwalimu wa ufufuko wa Yesu. Aliwaingiza watu wengine katika Kristo na kuwapeleka kwa Mungu. Amekuwa mfano wa kuiga katika utumishi wake. Alifundisha sisi kujiamini. Alifundisha aliyoamini yeye na kuyashuhudia aliyofundisha na kuyaamini kwa maneno na matendo. Ndio maana katika sera zake Mzee Rwimbo, ambaye tunaendelea kuita mtoto mwanamume, mzee wa kidogo kidogo, ni kuto kukata tamaa. Si mtu wa kukata tamaa kirahisi rahisi, ni mtu kupambana kila wakati. Anakwambiaga mwanaume pambana, mwiko uli nyuma. Kwa yeye ni mtu kutumaini daima katika maisha yake. Pia aliwatia moyo wengine kama sisi wadogo zake, wajukuu zake, waumini wengine, wasisema mapali wenzake. Padagogika licha ya kutokata tamaa kwake, licha ya pambanaji wake kwa jitihada wake, lakini pia ni mtu mkarimu sana. Nakumbuka nchi yetu wakati ule tuko sisi wadogo dogo, akiwa koroko wa kanisa kuu, alikuwa mkarimu sana. Anaenda kukupa kazi, anakuangalia umevaa nguo nzuri nzuri, lakini anataka kumsaidia bustani. Anaingia ndani, anakuambia njoo nisaidie kazi bustani. Sana ushangaa, kwa nguo hizi shida yako nguo, njoo. Anakuja na suruali yake moja mbili inakufaa, chagua ya kazi, chukua. Kama una nzuri vaa hiyo uliovaa sasa hivi, endelea kwenye kazi hiyo, nyingine chukua. Uhusiano wake na watu, alitoa kwa ajili ya jimbo lake. Alifanya makubwa tunayokumbuka katika maisha yake ya utume. Mfano, mzee huyu alijenga kanisa jipya la Mtombozi baada ya lile ya kikoloni lililokuwa dogo. Ajitolea kajenga, kusaidiana na waumini wenzake, alijenga ambapo mpaka leo Mtombozi watumia kanisa hilo. Alipokuwa paroko wa kanisa kuu, pia makamu wa askofu, mimi nikiwa mdogo, mimi naongea nikiwa mdogo, alikuwa tabia moja ambayo wa misa za usiku au sikukuu ambazo zimepitiliza muda, amuondoki mpaka aurudishe nyumbani. Atasombelea watu kwa makundi kadiri ya mnakoishi. Na miaka ilikuwa mdogo, parokia ilikuwa moja tu. Hii Kionda hajazaliwa, Kindege hajazaliwa, anaturuhusu kila mmoja katika mtaa wake anapotoka. Anafanya kazi wakati mwingine usiku wa manane ili watu warudi salama katika nyumba zao wanapotoka. Huo ni ukarimu wa pekee alikuwa nao mzee huyu pia.
akiwa serikali pia. Yeye ndio muasisi wa kiwanda kitojengwa jengo la Aden Mkoba, tumzoea pinga Mkombozi. Yeye ni muasisi wa eneo hilo na mpango hiyo. Lakini pia hapa kwetu alijenga chekechea nyuma hapa. Yeye ndio mjenzi wa chekechea hii ya kanisa kuu. Pia alijenga kanisa jipya la Ilonga. Alitoa mlimani kule juu akashusha hapa barabarani. Mpaka leo kanisa letu linatumika na barabarani kama parokia ya Ilonga. Alipokuwa Lugoba alianzisha mipango ya ujenzi wa ukumbi. Alitoa kweli kweli kwa ajili ya waumini wake. Na nilipokuwa naongea na mzee Mpande amesema kati ya mapadi ambao waliishi Lugoba hakuna padi ambaye alipokeleka vizuri kama huyu mzee marehemu Costa. Na aliagwa kweli kweli. Hii inaonyesha jinsi gani alipokuwa mkarimu kwa wengine, jinsi gani alipokuwa mchapakazi, na jinsi gani alipokuwa na upendo kwa wengine pia. Mwajibikaji. Mtu anaishi kwa imani yake. Na kubwa si mtu wa kukata tamaa. Ndio maana kadiri ya wasifu wa marehemu huyu amefariki akiwa na amani. Amefurahia muziki wa zamani, ameonyesha furaha yake, ameenda kupumzika. Mungu amechukua kitu chake. Tunamshukuru Mungu kwa yote ambayo mzee huyu amefanya katika uhai wake. Amekuwa mfano kwetu sisi wengi katika Ukristo wetu, hasa kwa namna pekee si mapadi ambao tulimfahamu, tuliishi naye. Hakuna ubaguzi wa makundi kali ya umri wake na sisi tofauti, lakini hakukuwa na tofauti kati ya sisi na yeye. Akiongea na sisi anaongea na vijana, akiongea na wazee wenzake anaongea na wazee wenzake. Hakuwa na makundi, hakuwa na ubaguzi. Mshauri mzuri kwa wengine. Nakumbuka wakati tunahangaikia jimbo deni la jimbo, aliinua kidole na mkono wake kwenye kikao fulani. Na mwanzo kabisa anaongea na sisi na kuongea na askofu huyu kwa sasa hivi. Baba, wewe mwanaume, mtoto kiume, pambana. Deni itaisha hivi. Tukae chini, tuchanganue, tuone, tutafika tu. Alimpa moyo hata baba askofu ambaye alikuwa mgeni kabisa Kimoja. Alipa sisi wa vijana wadogo moyo wa kufanya kazi na kulipa deni mpaka tukafaulu. Niendelee kusema kwamba mzee Wimbo ni mfano kwetu. Waumini wanaomfahamu na si ambao mapadi kufanya naye kazi kwa uchapa kazi wake, uaminifu wake, ukarimu wake, lakini pia tabia yake ya kuwa na kiasi katika maisha yake. Raha milele umpe Bwana. Pumzike kwa amani. Kumsifu